wayajuzu qira'atuha, na kutafaa kusomwa kwake maliki wa maliki. Wayajuzu qira'atuha, na kutafaa kusomwa kwake maliki wa maliki. Itafaa kwenye suratul Fatiha soma maliki yaumiddin au maliki yaumiddin, yote hayo yanafaa, yote yamethibiti. Mfalme wa siku ya malipo, ima kwa maddi ya mim au bighairi maddin, ima uivute au usivute, yote yanafaa kwenye kiraa tunachosoma sisi. Njia zote mbili hizo zipo. Qira'atul muqtadi laha, kisomo cha mwenye kumfuata imamu kwa hiyo Fatiha. Al-muqtadi, tukisema al-muqtadi kwa istilahi ambayo imepita nayo Sheikh al-Albani humo kwenye talkhis, ni al-ma'mum. Kwa hiyo ukiona al-muqtadi, al-ma'mum, yule mwenye kumfuata imamu, tofauti na vitabu vilivyotangulia. Kuna al-imam wal-ma'mum wal-munfarid, humo ameacha ile ma'mum, ameka al-muqtadi. Sawa? Kwa sije ukaona muqtadi ndo nani? Ni yule yule al-ma'mum ambaye tulimuona vitabu vilivyotangulia. Qira'atul muqtadi laha, kisomo cha maamuma laha, kwa hiyo Fatiha. Je, maamuma hiyo Fatiha ataisomaje? Tumeona Fatiha kwa imamu haina shida. Je, kwa maamuma kisomo cha Fatiha kinakuwaje? Qira'atul muqtadi laha, kisomo cha mwenye kumfuata imamu kwa hiyo Fatiha kwake kinakuwaje? Wayajibu ala al-muqtadi, na inapasa kwa mwenye kumfuata imamu. Shajua nini maana al-muqtadi? Al-ma'mum. Wayajibu ala al-muqtadi, na kunapasa kwa mwenye kumfuata imamu al-ma'mum an yaqra'aha, kuisoma hiyo Fatiha, wara al-imami, nyuma ya imamu, fi sirriya, katika swala ya kuficha sauti imamu. Wayajibu ala al-muqtadi ay wayajibu ala al-ma'mumi, na kutapasa, kutawajibika kwa mwenye kumfuata imamu, an yaqra'aha, kuisoma hiyo Fatiha, wara al-imami, nyuma ya imamu, nyuma yule anemfuata imamu wake, fi sirriya, katika swala ya kuficha kisomo imamu hatoi sauti kama vile ya dhuhuri, alasiri. Maamuma kutawajibika kwake na yeye kuisoma suratul Fatiha akiwa nyuma ya imamu, fi sirriya, katika swala ya kuficha sauti imamu. Wa fil jahariyati aidha, na katika swala ya kuhudhirisha kisomo imamu vile vile. Wa fil jahariya, na katika swala ya kudhihirisha kisomo imamu aidan vile vile, lakini kwa sharti yaneka illam yasma' qira'at al-imam, asiposikia kisomo cha imamu. Illam yasma' qira'at al-imam, asiposikia kisomo cha imamu. Yeye ni maamuma, lakini katika swala ya jaharia imamu anadhihirisha sauti, lakini alipo yeye imamu hamsikii. Pengine umeme umekata, msikiti ni mkubwa, watu ni wengi, alafu hakuna almuballigh, mwenye kuifikisha takbira ya imamu. Kisomo pia hakisikilikani, watu wa nyuma hawasikii kisomo cha imamu. Sasa wanasema hata ikiwa katika swala ya jaharia, ikiwa hakusikia kisomo cha imamu, atawajibika na yeye asome Fatiha yake. Ndo maana yake. Wa fil jahariyati aidha, na katika swala ya kudhihirisha kisomo imamu vile vile atasoma Fatiha nyuma ya imamu wake. Illam yasma' qira'at al-imam, asiposikia kisomo cha imamu atasoma. Au sakata hadha, au alinyamaza huyu nani? Intabi kwa makini sasa. Au sakata hadha, au alinyamaza huyu, baada faraghihi, baada ya kumaliza kwake, minha, hiyo Fatiha. Kwa hadha atakuwa ni nani? Al-imam. Au sakata hadha, au alinyamaza huyu imamu, baada faraghihi, baada ya kumaliza kwake, minha, hiyo Fatiha,
saktatan, kinyamazo kidogo, kinyamazo chepesi. Saktatan ay saktatan latifatan au saktatan yasiratan, kinyamazo kidogo. Imamu alinyamaza kidogo baada ya Fatiha. Au sakata hadha, au alinyamaza huyu imamu baada faraghihi minha, baada ya kumaliza kwake imamu kutokana na hiyo Fatiha. Amemaliza imamu Fatiha akanyamaza, saktatan, kinyamazo kidogo. Liyatamakkana fiha, ili apate nafasi ndani ya kinyamazo hicho. Liyatamakkana fiha, ili apate nafasi ndani ya kinyamazo hicho. Almuqtadi, mwenye kumfuata imamu, min qiraatiha, kutokana na kuisoma kwake Fatiha. Hamjielewa? Sisi tunasoma kisomo cha mtu mwenye kumfuata imamu, ile Fatiha ataisomaje? Ndio maudhui. Mwanzo kabisa akiipokesha salatu asiria, swala ambayo imamu hadhihirishi kisomo kama dhuhuri, kama alasiri, akaambiwa maamuma lazima na yeye asome, yajibu ala almuqtadi an yaqra'aha wara al-imami fi sirriya, ni lazima yeye asome swala ambayo imamu hadhihirishi sauti yake kama vile ya dhuhuri. Kisha akatoka hapo, wa fil jahariyati aidha, kaingia sehemu ya pili, swala ambayo imamu anadhihirisha sauti kama vile magharibi na isha na alfajr. Wa fil jahariyati aidha, na katika swala ya kudhihirisha sauti imamu vile vile maamuma atasoma Fatiha aidha, manake vile vile atasoma Fatiha, lakini kwa sharti illam yasma' qira'at al-imami, ikiwa hajakisikia kisomo cha imamu wake, na yeye atasoma Fatiha yake. Si hasikii kisomo, basi atasoma Fatiha sababu hamsikii imamu. Kisha akaleta au, manake nini? Au atasoma vile vile katika swala ya kudhihirisha kisomo imamu, sakata hadha, ikiwa huyu imamu alinyamaza baada faraghihi minha, baada ya kumaliza kwake hiyo Fatiha imamu kanyamaza, saktatan, kinyamazo kidogo. Kwa ajili ya nini? Liyatamakkana fiha almuqtadi min qiraatiha, ili apate nafasi kwenye kinyamazo hicho maamuma kwa ajili ya kusoma na yeye hiyo Fatiha. Ikiwa imamu katoa gepu kuwapa waumini wake nyuma ili wasome Fatiha kwa kinyamazo kidogo kabla hajaanza sura nyingine, anaambiwa hapo na imamu atasoma. Kwa kwenye swala ya jaharia kazungumza hali mbili, maamuma atasoma Fatiha ikiwa hamsikii imamu, au imamu wake amempa gepu la kusoma baada ya kumaliza Fatiha yake, atasoma maamuma hapo na yeye. Mmeelewa? Mnasinzia? Mmeelewa? Ndio fikhi hiyo. Sasa Sheikh al-Albani anaingiza msimamo wake, anasema wa in kunna, ijapokuwa sisi, wa in kunna, ijapokuwa sisi, nara, tunaona, anna hadha sukuta, kwamba kinyamazo hichi lam yathbut fi sunna, hakijathibiti katika sunna. Umeona msimamo? Kinyamazo kipi hichi? Kinyamazo cha imamu kuwapa nafasi maamuma wasome Fatiha hakijathibiti. Anasema wa in kunna, ijapokuwa sisi, nara, tunaona, anna hadha sukuta, kwamba kinyamazo hiki chepesi kidogo cha imamu kuachia nafasi maamuma wasome Fatiha, lam yathbut fi sunna, hakijathibiti katika sunna, hakipo kinyamazo hiki. Sasa kinyamazo hakipo, maamuma atasoma wakati gani Fatiha? Hapo ndio ilipokuja khilafu kwa wanachuoni. Maamuma kwenye swala za jaharia, je, maamuma atasoma Fatiha au hasomi? Imamu anadhihirisha kisomo akimaliza suratul Fatiha, hakujathibiti kinyamazo cha kuwapa nafasi maamuma wasome, haijathibiti. Kwa maana akimaliza tu kupumua aanze sura nyingine, wewe unaikaa nyuma ya imamu, utaisoma Fatiha wakati gani? Au akisema alhamdulillah rabbil alamin, au alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, arrahmanir rahim, na aya basi takwenda kukataza kule, idha quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu
la'allakum turhamun. Ikisoma Qur'ani isikilizeni na munyamaze ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo unyamaze msikilize imamu wako, sio kumfuatishia nyuma kwenye kisomo. Nyamaza. Sawa, utanyamaza. Akimaliza tu anapumua anaanza sura nyingine. Sasa utasoma saa ngapi? Hapo ndo kuna khilafu sasa ya ahlul ilm. Sasa ndo baadhi anachuona wakaona imamu inabidi atuwegepo kidogo, akimaliza wala dhalin amin anyamaze ili maamuma wasome Fatiha kwa haraka pale. Lakini pamoja na hivyo hichi kinyamazo hakipo, hakina dalili. Kama hakuna dalili hakitakiwi. Maamuma atasoma wapi Fatiha? Kwani nyinyi mnasoma wapi? Nyinyi mnasoma wapi au hamsomi? Hapa kuna khilafu wanachuoni Kwa hapo baadhi ya wanachuoni wanaona hapana, afanye anavyojua maamuma, lakini Fatiha asome. Afanye anavyojua vipi? Kwani mwongozo haupo kwenye swala? Lazima asome. Na wengine wakisema hapana, hakuna dalili ya maamuma kusoma nyuma ya imamu, bali Fatiha ya imamu kwenye swalatul jahariya imetosheleza kwa maamuma zake, itakuwa imetosha kwa niaba yake yeye. Kwa hiyo maamuma anyamaze tu asikilize kisomo cha imamu. Na kauli hii ya mwisho iliyotaja ndio kauli ya Sheikh Al-Albani kurudi kwenye sifati salati kule, na asli yake ametetea kwa nguvu nyingi sana, ambapo baadhi ya wanachuoni wanaona hapana, sio sawa. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hana swala yule ambaye hakusoma suratul Fatiha. Ili swala yako isihi lazima usome, ima moja ni imam au maamum au munfarid. Khilafu ikaanzia hapo mpaka hii leo. Hakuna kauli yenye nguvu kiasi ya kwamba yule ambaye ameenda kinyume na kauli hiyo kaambia we ni mubtadi'. La, kila mmoja atasema hoja kisha atafuata ile ambayo imeendana na khushu'i yake, na hoja zilizotolewa na wachuoni ni nyingi, ni juu yetu sisi kusoma, na kila upande una dalili zake. Sio kwamba kuna upande huna dalili, wana dalili wote tena sahihi. Na khilafu imekuja baina ya safu za wanachuoni wa ahlus sunna, sio ahlus sunna na makhurafi, wenye ahlus sunna as-salafiyun. Sawa? Kwa utaangalia wepesi na khushu yako unaipata wapi, na ufanye lile ambalo moyo wako utatulizana juu yake. Usifanye ibada kwa shaka na wasiwasi. Chini keka taaliki Sheikh anasema qultu, nimesema mimi Albani, wa qad dhakartu mustanada man dhahaba ilayhi, kwa hakika nimetaja mimi maegemeo ya wale waliokwenda juu ya kauli hiyo. Ipi? Ile kauli ya kwamba hichi kinyamazo hakijathibiti katika sunna. Ndo anasema qultu, nimesema mimi, wa qad dhakartu mustanada man dhahaba ilayhi, kwa hakika nimetaja maegemeo ya wale ambao wamekwenda juu ya kauli hiyo, ambao wanaona hakuna kinyamazo baada ya Fatiha. Nimetaja wama yaridu alayhi, na kile kilichokuja juu yake. Wapi? Fi silsilati al-ahadith ad-dha'ifa, katika silsila ya ahadith ad-dha'ifa. Kienda kule utakuta kwamba hizi hadithi zilizokuja kumtaka imamu atoe nafasi kwa maamuma hazijathibiti. Ukienda katika silsila ahadith ad-dha'ifa Sheikh Al-Albani utaona kule kaziweka kadhidhoofisha. Hakuna kinyamazo baada ya Fatiha ya imamu, ni kiasi cha kurejesha pumzi kisha kuanza sura nyingine, sio kunyamaza kuwapa nafasi maamuma wasome suratul Fatiha. Halijathibiti hilo. Alqira'atu ba'da al-Fatiha, kisomo baada ya suratul Fatiha. Alqira'atu ba'da al-Fatiha, kisomo baada ya Fatiha. Yaqulu al-muallif rahimahullah, wa yusannu, napanasuniwa, an yaqra'a ba'da al-Fatihati, kusoma mwenye kuswali baada ya Fatiha. Wa yusannu, napanasuniwa, an yaqra'a ba'da al-Fatiha, kusoma mwenye kuswali baada ya kisomo cha suratul Fatiha. Kusoma nini? Suratan ukhra, sura nyingine. Hatta fi salati al-janaza,
hata ikiwa ni katika swala ya janaza, hatta fi salati aljanaza, hata ikiwa ni katika swala ya janaza vile vile ni sunna kusoma baada ya Fatiha sura nyingine. Tunafahamu katika swala ya janaza kuna takbira, miongoni mwa takbira zake unasoma suratul Fatiha kisha unaingia takbira inayofuata. Sasa anasema pana suniwa, si lazima kusoma baada ya Fatiha sura nyingine, hata ikiwa hiyo swala ni salatul janaza, itafaa kuongeza sura nyingine baada ya Fatiha. Au baadhi al-ayat, au kusoma baada ya Fatiha baadhi ya ayat. Au baadha inaatufu katika wapi? An yaqraa baada al-Fatihati suratan ukhra, kwa itakuwa au an yaqraa baada al-Fatihati baadhi al-ayat, inaunga hapo au baadhi al-ayat, au kusoma baada ya Fatiha baadhi ya ayati fi rak'atayn al-ulayayn, kwenye rakaa mbili za mwanzo. Fi rak'atayn, kwenye rakaa mbili, al-ulayayn, za mwanzo. Kwa panasuniwa mtu akimaliza Fatiha kusoma sura nyingine hata ikiwa ni salatu ala aljanaza. Lakini sehemu gani? Kwenye rakaa mbili za mwanzo, kama na dhuhuri, alasiri, maghrib, isha, rakaa mbili za mwanzo kusoma Fatiha, na ni sunna kusoma sura nyingine, na sio lazima sura, au baadhi ya aya tu, sio sura nzima, pia itafaa. Fi rak'atayn al-ulayayn, kwenye rakaa mbili za mwanzo. Kisha akasema Sheikh, wayutilu alqira'ata ba'daha ahyanan, na atarefusha kisomo baada ya hiyo Fatiha mara moja moja. Wayutilu alqira'a, na atarefusha kisomo, atasoma kisomo kirefu kabisa. Ba'daha ay ba'da al-Fatiha, baada ya hiyo Fatiha, ahyanan, mara moja moja, baadhi ya wakati atarefusha kisomo. Wayaksuruha, na atakifupisha hicho kisomo, ahyanan, baadhi ya wakati, kwa atakuwa baina baina, baadhi ya wakati atarefusha, baadhi ya wakati atafupisha kisomo. Kwa nini? Li'aridhi safari, kwa sababu ya kuzuka safari, au suali, au kikohozi, au maradhi, au maradhi, au bukai sabiyin, au kilio cha mtoto mdogo. Li'aridhi safari, kwa sababu ya kuzuka safari. Imezuka safari hafla na watu hawaja swali, panakimiwa kutokana na umuhimu, wacha tuswali kwanza alafu safari hii tutaenda. Kwa watu wako pamezuka safari, atapunguza kile kisomo imamu ili asiwacheleweshe watu na safari, wasichelewe kwenye safari yao. Au suali, au kikohozi, mtu anasoma Qur'ani ni imamu au mwenyewe tu, kikohozi kikamchukua, ikawa hakuna ule utulivu wa kisomo kwa sababu ya kukohoa sana, basi atafupisha kisomo, atarukuu na kuendelea na swala yake. Asing'ang'ane kwenye kikohozi na kisomo, ile khushui na uzuri na utamu wa kisomo unaondoka kwa sababu ya kikohozi. Achia kiraa, fupisha, rukuu, endelea na swala. Ukiinuka tena kikohozi kimekaa sawa, utaendelea na kusoma. Au maradhin, au maradhi, yamezuka maradhi ndani ya swala, utafupisha kisomo ili umalize ukajitibie. Au bukai sabiyin, au kilio cha mtoto mdogo, mtoto analia, basi utafupisha kile kisomo. Huenda mzee wake mwa ndani ya swala ndiye anemlilia, na wewe umemshika mzee wake kwa kisomo kirefu sana, kwa mtoto ataendelea kulia na kulia kwa sababu mzee wake mwa ndani ya swala hawezi kutoka. Kwa wewe kama imamu una fikhi haya mambo tulizungumza majuzi, imamu unatakiwa una fikhi ya mazingira, fikhi ya maamuma wako, na fikhi ya uswalishaji kabla hujaingia kwenye swala. Na unapoingia kwenye swala umezuka kilio cha mtoto mdogo hafla tu, basi ujue sasa swala hii inayepunguza. Huyu itakuwa anamlilia mama yake, pengine kuna wanawake au baba yake, au watoto wanafanya hatari, wamekuja na wazee wao. Fupisha. Fikhi hii ndio inayotakiwa sasa.
sio kushika kisomo kwa wakati mmekusudia kusoma juzuu hadi nifiki. Hapana, fupisha. Kama kuna lolote lilozuka liwekwe sawa, kisha kisomo kitaendelea. Kama ni salatu tarawih baada ya raka 2, tatizo litekwa sawa, kisha utaendelea na raka 2 zinazofuata. Au bukai sabii, au kilio cha mtoto mdogo, au chafya nyingi, imamu chafya nyingi, mafua, fupisha kisomo uendelee na swala yako. Na chochote ambacho kitazuka kitakuwa ni kikwazo kwa imamu au maamuma au munfarid, basi imamu unatakiwa uelewe hii fiqh. Watakhtalifu alqira'atu biikhtilafi as-salawati, na kitatofautiana kisomo kwa kutofautiana swala. Watakhtalifu alqira'atu, na kitatofautiana kisomo biikhtilafi as-salawati, kwa kutofautiana zile swala. Sio swala zote kisomo ni namna moja, kuna utofauti wa kisomo kulingana na swala husika. Kuna swala hii kisomo chake kitakuwa kwa kiwango fulani, na swala hii kisomo chake kitakuwa kiasi fulani. Watakhtalifu alqira'a, na kitatofautiana kisomo ndani ya swala biikhtilafi salawati, kwa kutofautiana zile swala, kila swala na kisomo chake na kiwango chake. Falqira'atu fi salati alfajiri, basi kisomo ndani ya swala ya alfajiri atwalu minha fi sairi salawati alkhams, ni kirefu zaidi kwenye swala zote 5, au ni kirefu zaidi kuliko swala zote 5, au ni kirefu zaidi kwenye baki ya swala zote 5. Tarjama 3 hizo, utachagua nyepesi. Falqira'atu fi salati alfajiri, basi kisomo katika swala ya alfajiri atwalu minha fi sairi salawati alkhams, ni kirefu zaidi kwenye baki ya swala zote 5, au ni kirefu zaidi kwenye swala zote 5. Kwenye swala zote 5 alfajiri kisomo chake ndio kirefu kuliko zilizobaki. Kwa alfajiri haiwezi kulingana sawa na maghrib. Ndio maana maneno yake watakhtalifu alqira'atu biikhtilafi salawati, kitatofautiana kisomo kwa kutofautiana swala, kwa sababu salatul fajiri kisomo chake ni kirefu zaidi kwenye swala zote 5. Alfajiri hiyo ndefu zaidi. Thumma adh-dhuhur, kisha dhuhuri inofuatia kwa urefu. Thumma al-asr, kisha salatul asri, al-asr ni nusu ya dhuhuri. Thumma al-isha, kisha sema thumma al-asr wal-isha, kisha al-asr na isha. Thumma al-maghrib, kisha magharibi ghaliban, mara nyingi. Yani mara nyingi utaratibu unakuwa ndio hivi, labda lizuki la kuzuka, li'aridhi safarin au su'ali au maradhin au bukai sabiyin, yakizuka hayo na mfano wa hayo, hapo sasa hakutakuwa na utaratibu huu. Kwa kuwa alfajiri ni ndefu, basi lazima nirefusha. Hata kama kuna bukai sabiyin utaikatisha, hata kama kuna suali niende hivyo hivyo, la, utakatisha. Ndio maana maneno ghaliban, mara nyingi utaratibu ndio huu, kwa maana mara chache utaratibu huu utakuwa tofauti kwa zile sababu ambazo zitazuka kwenye swala. Utaratibu huu utakhalifiwa kwa maslahi ya zile sababu ambazo zitazuka ndani ya swala. Watu wengi wanajua Isha ndio ndogo zaidi kuliko magharibi. Sheikh kapangiliaje hapo? Thumma al-asr wal-isha thumma al-maghrib, kisha ndio kwa magharibi ndio fupi kuliko Isha. Sisi tutaswali vipi? Haya, maimamu. Walqira'atu fi salati al-layli, na kisomo kwenye swala ya usiku atwalu, ni kirefu zaidi, min dhalika kullihi, kuliko swala zote hizo. Walqira'atu, na kisomo fi salati al-layli, ndani ya swala ya usiku, kisomo kinachosoma kwenye swala ya usiku, mtu kaamka usiku anaswali, kisomo chake swala ya usiku atwalu, ni kirefu zaidi, min dhalika kullihi, kuliko swala zote hizo. Tumeona viwango vya urefu wa swala zimepangiliwa: alfajr, thumma adh-dhuhr, wal asri, al-isha, kisha maghrib.
lakini swala zote tano hizo haziwezi kufikia urefu wa kisomo cha salatul layl. Salatul layli kisomo chake ni kirefu zaidi kushinda kisomo cha swala zote tano. Wal qira'atu fi salati al-layli, na kisomo kwenye swala ya usiku atwalu, ni kirefu min dhalika kullihi, kuliko swala zote hizo. Wasunnatu, na iliyokuwa sunna, wasunnatu, na iliyo katika mafunzo ya Mtume, italatul qira'ati, ni kurefusha kisomo, fi rak'ati al-ula, kwenye rakaa ya mwanzo. Italatul qira'a, ni kurefusha kisomo, sunna ndio ilivyo. Wasunnatu, na iliyo katika mafunzo ya Mtume na kilicho katika sunna, italatul qira'ati, ni kurefusha kisomo, fi rak'ati al-ula, kwenye rakaa ya mwanzo, akthara, zaidi, minathania, kuliko rakaa ya pili. Akthara, zaidi, minathania, kuliko rakaa ya pili, ay minar rak'ati athaniyati, kuliko rakaa ya pili. Wasunna, na iliyo katika mafunzo ya Mtume, italatul qira'a, ni kurefusha kisomo, fi rak'ati al-ula, katika rakaa ya mwanzo. Rakaa ya mwanzo ya swala yoyote ile kisomo chake inakuwa ni kurefusha akthara, zaidi, minathania, kuliko rakaa ya pili. Swala yoyote rakaa ya mwanzo inakuwa ni ndefu zaidi ukilinganisha na ile ya pili yake, na ya pili inakuwa ni ndefu ukilinganisha na ya tatu na ya nne, sababu ya tatu na ya nne hazina sura nyingine baada ya Fatiha, lakini ya mwanzo na ya pili kuna sura nyingine baada ya Fatiha. Pamoja na hivyo, ile ya mwanzo kisomo chake baada ya Fatiha kinakuwa ni kirefu zaidi kulinganisha na rakaa ya pili, kisomo chake kinapungua. Wa an yaj'ala al-qira'a fi al-ukhrayayn aksara min al-ulayayn qadra an-nisfi. Wa an yaj'ala al-qira'a, na kukifanya kisomo, huyu mwenye kusoma ndani ya swala. Wa an yaj'ala al-qira'a, na kukifanya kisomo, fil ukhrayayn, katika rakaa mbili nyingine. Fil ukhrayayn, katika rakaa mbili nyingine. Ukisema rakaa mbili nyingine, maana yake kuna mbili za mwanzo ishatangulia, hizi mbili nyingine kwa maana zile za mara pili. Sasa al-ukhrayayn nakusudia al-akhiratayn, zile mbili za mwisho, sawa. Wa an yaj'ala al-qira'a, na kukifanya kisomo, fil ukhrayayn, ay fil akhiratayn, katika rakaa mbili nyingine za mwisho, aksara, kuwa ni kifupi zaidi, minal ulayaini, kuliko rakaa mbili za mwanzo. Ukifanya kisomo katika rakaa mbili nyingine, yani za mwisho, aksara, kuwa ni kifupi zaidi hicho kisomo, minal ulayaini, kuliko rakaa mbili za mwanzo, ay minar rak'atayn al-ulayaini. Qadra an-nis, anasema kiasi cha nusu ya rakaa mbili za mwanzo. Qadra an-nis, kiasi cha nusu cha rakaa mbili za mwanzo. Meambiwa rakaa mbili zinazofuatia mara ya pili, hizi rakaa mbili za mwisho kisomo chake kiwe kifupi kulinganisha na rakaa mbili za mwanzo. Sasa ufupi huo ni vipi? Qadra an-nisfi, kiasi cha nusu ya rakaa mbili za mwanzo. Zile mbili za mwanzo zilivyo urefu wake ukishazikisia, basi utajua kipimo cha rakaa mbili zinazofuata. Kama kule ulisoma Fatiha na sura nyingine, rakaa ya kwanza na ya pili, basi hizi zinazofuata hizi itakuwa ni Fatiha peke yake, itakuwa imeshafikia nusu ya zile mbili za mwanzo. Ukiongeza kisomo sasa utazikutia zile mbili za mwanzo, na unatakiwa ufike kwenye nusu yake. Nusu yake komea kwenye Fatiha, usilete kisomo cha sura nyingine, ingawa inajuzu pia kuleta, inafaa. Kaeka hapo taaliki Sheikh chini anasema, wa tafsilu hadha alfasli, na upambanuzi wa faslu hii. Wa tafsilu hadha alfasli, na upambanuzi wa fasli hii, yani ya sehemu hii. Raji'hu, urejee upambanuzi huo, inshiita, ikiwa utataka. Lakini raji'hu, urejee upambanuzi huo, inshiita, ikiwa utataka. Fi sifati salah, rejea kwenye sifati salati, sahifa namba ngapi? 85.
min at-tab'ati al-hadiyata 'ashar, katika chapa ya 11. Chapa ya 11 sifatu swala, sahifa namba 83. Ukirejea huko utapata upambanuzi wa haya masala aliyogusia hapa, mambo ya kufupisha rakaa mbili za mwisho kwa kulinganisha na rakaa mbili za mwanzo. Kaelezea huko kwenye sifatu salati upambanuzi. Qira'atul Fatihati fi kulli rak'ah, kisomo cha Fatiha kwa kila rakaa. Qira'atul Fatiha, kisomo cha suratul Fatiha, fi kulli rak'atin, kwa kila rakaa au ndani ya kila rakaa. Watajibu qira'atul Fatihati, na kitapasa kisomo cha suratul Fatiha fi kulli rak'atin, katika kila rakaa.